makosa wanayofanya wanawake wakiwa katika mzagamuano ambayo wanaume wengi hawapendi kuyasema, ila mimi leo nitayasema ili usiyarudie. Sasa haya ni makosa ambayo wanawake wengi mnayafanya sana mkiwa katika mzagamuano. Leo usiyarudie makosa haya ukiwa na mwenzako katika tendo lile. Sawa sawa, karibu sana kwa Mombeki Crispin. Kama bado hujasubscribe, subscribe. Kwa sababu hapa ndo mahala pekee ambapo tunazungumzia swala zima la ndoa na mahusiano kwa upana zaidi. Twende kwenye kosa la kwanza ambalo wanawake wengi mnalifanya mkiwa katika mzagamuano. Kosa la kwanza mnalolifanya wanawake mkiwa katika mzagamuano ni kukosa kujiamini ama kukosa confidence. Maana yake ni nini? Wanawake wengi wakiwa katika lile tendo wanajionea aibu. Baadhi wale wenye miili tofauti, kuna mwingine anasema unajua mimi mnene sana, hata nionaje? Hajisikii, anashindwa kujiachia, anakosa kuwa comfortable. Anakosa kujiamini, kujiachia akiwa katika 6 kwa sababu ya mwili wake labda mnene sana. Sasa ukikosa confidence maana yake kuna kitu utamnyima mwenzako. Lakini labda una tumbo kubwa, sema bwana tumbo langu ile akiliona na una aibu. Kwa kuna baadhi ya vitu vikifanyika uona kwa una energy yako ama fikra zako unazihamisha katika lile eneo ambalo unadhani ni kasoro kwako. Ndani mnafanya vitu vyenu, wewe unafikiria tumbo tu, mara umeliziba tumbo asione, mara unaziba nyama asione. Unaweza ukasema labda michilizi yangu hii akiona hatojisikia vizuri. Unaanza kukosa kujiamini kwa michilizi uliokuwa nayo. Unaanza kukosa kujiamini kwa unene uliokuwa nao. Unaanza kukosa kujiamini kwa tumbo uliokuwa nao. Unaanza kukosa kujiamini kwa sababu tu kifua chako saa 12, maziwa yako sio saa 6. Kwa hiyo unaanza kuona maziwa yangu hajasimama, yamelala, hata nionaje. Unakosa hiyo comfortable. Sasa mwanaume anaenjoy sana akiwa na mwanamke anayejiamini ndani ya nyumba. Yaani mwanamke anajiachia hata kama kindala kinaning'inia hivi, kindala kinaning'inia lakini mwanamke huyo yupo. Kindala kimelala yupo, mnene ana michilizi, ana tumbo yupo. Kwa sababu lile tendo alizingatia hivyo vyote unavyoviofia. Lile tendo linazingatia ni namna gani mnaweza mkalishiriki. Ushanifahamu? Kwa kuanzia leo hebu anza kujiamini na uondoe ile dhana ya kwamba hivyo ulivyo mwenzako atavutiwa na wewe. Hapana. Hivyo ulivyo mwenzako atavutiwa na wewe. Aswa kijiamini kwa hivyo ulivyo. Maana yake kuna position anaweza akakuweka, kuna mitindo anaweza akakuweka, hautojali vindala vikining'inia, hautojali tumbo likicheza, hautojali akiona michilizi, hautojali akiona unene wako, hautojali. Sasa nimetaja tu hivyo vitu vichache, lakini zipo sababu nyingi kama mwanamke zinakufanya ukose kujiamini ukiwa na mwanaume kwenye lile tendo. Sawa? Sasa hivi ziondoe hizo sababu na uende kujiamini. Mimi nikwambie tu kwenye lile tendo mwanaume hata azingatii hilo tumbo lako, wala hata azingatii michilizi yako, wala hata azingatii sijui ndala zako. Hapana. Ndio maana unaweza kuona hata chizi watu wanapita naye, chizi hajawahi kuoga watu wanapita naye. Sema usiwe dadangu unaoga vizuri mzuri mlembo, tumbo tu ndio likunyime confidence. Michilizi saa 12, chuchu saa 12 ndio zikunyime confidence. Hapana. Kuanzia leo kuwa na confidence ndani ya nyumba. Na ukiwa na confidence, kuna baadhi ya vitu utaviongeza katika namna ya ubunifu na utashiriki ile tendo kwa kujiamini. Utakuwa taradhi kutembea ndani bila kitu, mpo chumbani, haina haja kujitanda kila dakika. Kila dakika umejiziba. Mara kuna watu wengine wanaogopa na mshono, umefanywa operation, basi unafanya tendo lile huku unaziba mshono usionekane. Usikose uhuru. Utamfanya mwanaume naye akose uhuru. Unajua Kwa hiyo jiachie. Utamfanya mwanaume naye ajisikie vizuri sana. Kosa la pili wanaolifanya wanawake wakiwa katika mzagamuano ni kufocus na tendo na sio connections. Wanawake wengi wakiwa katika mzagamuano wanajitoa katika ushirikiano, wanaanza kujibagua, kujiweka namna wao wanajisikia. Yaani anakaa anajisikia vizuri, anafanya okay, nimeisikia imepita koko, jamani nasikia raha, jamani fanya hivyo. No, that is wrong my friends. Usishiriki lile tendo katika namna wewe unavyojisikia, bali shiriki lile tendo katika nyinyi pamoja mnavyojisikia. Na maanisha nini hapa? Usisikilizie utamu, bali shirikianeni kupeana utamu. Kwa mfano, umewekwa mbuzi kagoma kwenda. Mbuzi kagoma kwenda, hutakiwi kuwa umerelax eti kwamba eti unamwacha mwenzako afanye eti unataka wewe ujisikie unajisikiaje mwenzako akiwa anafanya hivyo vitu. No. Unaweza ukapitisha mkono wako katika uvungu wa magoti yako na akaenda kwenye kengele zake. Yeye anapeleka moto, wewe unacheza na kengele.
Sio, unaelewa? Kwa ipo mitindo ambayo anaweza kakuweka wewe, bado huwezi kuwa umebweteka. Excuse me. Wewe huwezi kuwa bado umebweteka. Kifo cha mende, staili ya pendwa ya basic ya beginner wote. Kakuweka kifo cha mende. Mikono yako iko wapi? Mikono yako ina kazi gani? Cheza na kifua chake. Sio, unaelewa? Kakuweka position. Una uwezo ukambusu. Una uwezo mkapeana denda. Fanya hivyo. Una uwezo ukamnyonya shingo. Fanya hivyo. Una uwezo ukamchezea masikio. Fanya hivyo. Una uwezo ukammassage kichwa wakati anaendelea kufanya hivyo. Fanya hivyo. Kwa hiyo acha kujisikia zaidi, bali na wewe shirikiana na mwenzako katika namna yeye pia anavyojisikia. Kwa sababu tendo hili watu wengi wamekuwa wanalifanya sasa katika namna kila mtu anavyojisikia. Yaani huyu mwanaume anavyojisikia, hajali mwanamke anajisikiaje. Mwanamke anavyojisikia, hajali mwanaume anajisikiaje. Na badala yake sasa anzeni kufocus na ile namna ya muunganiko wenu wa kihisia mnavyofurahia. Mnavyofurahia mzagamuano kuliko kila mmoja kujisikia tofauti. Kwa kuanzia leo kama mwanamke unapofanya mzagamuano na mwenzako usibweteke. Hakikisha unamsupport mwenzako katika namna na yeye pia hafurahie. Nikwambie, hamna kitu kizuri kama mwenzako anapeleka moto, alafu wewe mikono yako inacheza sehemu fulani. Hamna kitu kizuri kama mwenzako anapeleka moto, alafu wewe mdomo wako upo sehemu unacheza sehemu fulani. Kwa lazima mfanye lile tendo kwa ushirikiano. Sio mwanamke unabweteka tu unasikilizia utamu, hapana. Peaneni tamu. Sawa, hilo ni kosa la pili. Kosa la tatu analofanya mwanamke katika mzagamuano ni kutoelewa mwanaume anataka nini. Yaani lazima uelewe mwanaume wako anapenda nini, anataka nini, mitindo ipi anaifurahia, ukifanya vipi anaenjoy. Akifanya hapa wewe mkono wako ukimshikilia wapi ama ukimsheka wapi ama ukimchezea wapi anajisikia raha. You have to understanding that. Na hiyo ndio sababu kubwa wanaume wengi katika ndoa wanatoka nje, kwa sababu wanawake wa nje wanawaelewa wanaume zenu kuliko nyinyi ndani ya nyumba mnavyoelewa. Mchepuko anamuelewa mwanaume wako kuliko wewe unavyomuelewa. Na kuanzia sasa anza kumuelewa mume wako. Nikipiga pale, nikikaa pale, nikirudi hapa, nikifanya hiki, mwanaume wangu anajisikia raha. Anza kumuelewa. Na ndio maana nilisema lazima muwe na mazungumzo ya wazi. Hii itawasaidia sana kuweza kushiriki lile tendo katika namna ya maelewano. Kwa sababu ile tendo limekaa sehemu nyeti sana. Kwa hiyo ni nadra mtu kukwambia uwazi nini anapenda, kwa sababu anaogopa akikwambia pengine unaweza kumuona malaya, unaweza kujisikia vibaya ukadhani haumtoshi. Ndio maana watu wengi wanakaa kimya. Leo nimekuibia tu siri. Kwa hiyo kwanza leo hakikisha pia unafahamu mwanaume wako anapenda nini katika lile tendo ili wewe unampa iko anachopenda. Sawa? Sasa nimefungua darasa rasmi kwa wale wote wanaotaka private class, wanaotaka kufundishwa mambo yao binafsi. Hapa nakuja natoa masomo ya kiujumla, lakini pengine kuna mtu una changamoto yako binafsi, unataka kushirikiana na mimi niweze kujua na kusaidiaje, basi nitafute private kupitia WhatsApp kwa namba zangu unazoziona hapo. Nitafute, nimeandaa utaratibu mzuri sana wa kuweza kuwasaidia kule private. Nimeandaa madarasa makubwa sana ya kuweza kuimarisha wewe juu ya kufahamu mahusiano, juu ya kuimarisha ndoa yako na juu ya kujiboresha wewe mwenyewe. Ili ukimpata mtu ukamshika hivi, hasiwezi kukuacha. Na haya madarasa ni uhuru kwa wanaume, nitafuteni, kwa wanawake pia nitafuteni. Namba zangu za simu zipo hapo, nicheki WhatsApp, nitakupa utaratibu mzuri wa kuweza kuyapata haya madarasa na mafunzo yangu. Hebu naomba uniandikie hapo. Ili somo leo limekusaidia kwa namna gani? Na vitu gani utaenda kuvifanya baada ya leo kujifunza? Niandikie katika comment na mimi nitaweza kukujibu. Hadi wakati mwingine tena, mimi nikuage tu kwa sasa. Mwisho wa video hii ndio mwanzo wa video inayofuata. Bye bye.